Naam, Ruga, hali ni tete hapa katika eneo la Elbagon, ambapo ni eneo moja kutoka eneo bunge la Molo, ambapo wakazi wa kaunti ama eneo bunge la Molo hapa Elbagon wamefanya maandamano kutokana na kifo cha mmoja wa vijana ambaye aliweza kupatikana ameuawa na mwili wake kutupwa kwenye mto, na hivyo basi waandamanaji wameweza kufika hapa ili kuweza kudai haki. Inaeleka kwamba swala hili linaweza ama tukio hili limeweza kutukia takriban mwezi mmoja na zaidi kutokana na kifo cha Richard Otieno, mwanaharakati ambaye aliweza kuuawa. Iwapo mpiga picha wangu anaweza kukuonesha, ni kwamba eneo ambalo kuna watu wengi pale ni eneo karibu tu na pale ambapo Richard Otieno aliweza kuuawa, na hivyo basi ni kueleze kwamba wakazi wa eneo bunge ama eneo la Elbagon hapa katika eneo bunge la Molo wameweza kujitokeza kudai haki kwa mmoja wao. Elewa kwamba inakisiwa kwamba yule ambaye ni kijana ambaye aliweza kuuawa aliweza kupatikana akiwa ametupwa kwenye mto na aliweza kutoweka siku ya Sunday, na hivyo basi wameweza kusema kwamba wamefika barabarani ili kuweza kudai haki kwa mmoja wao, na zaidi ya yote wakiweza kudai haki pia kwa yule ambaye ni mwanaharakati Richard Otieno ambaye aliweza kuuawa hapa katika eneo la Elbagon na watu ambao hawajajulikana, lakini kesi yake bado inazidi kuendelea, na takriban na mwezi mmoja na zaidi kifo kingine kimeweza kutukia hapa, ambapo wakazi wanasema kufikia hapa ni hujuma kwa wakazi, ikieleka kwamba ni eneo ambalo lina wale ambao ni vijana wengi ambao kwa sasa hawajaweza kupata ajira. Na hivyo basi nitakuwa nikizungumza na wakazi kidogo tu wanieleze wao wanahisi vipi kutokana na tukio hili na kuona kwamba vijana wanazidi kuonekana wakiweza kupoteza maisha yao. Labda babangu, tuzungumze, nieleze hii leo kumeweza kutukia nini na vijana hapa wanalalamikia nini hasa? Hii ni makasiliko ya vijana wa Elbagon kwa sababu hapa eneo hii kutoka hapa kwa reli kupita pale vijana wengi sana wameuawa, na it's only a very few meters from the police station. Sasa jana huyu kijana alipotea on Sunday, ikafuatiliwa ikaonekana mmoja wao wale vijana walimuua alikuwa na simu. Aliponyang'anywa simu na akaulizwa mahali kijana hako, alisema, lakini askari wakakuja wakamrescue wakaenda na yeye. This morning vijana wakatia bidii mpaka wakapata mwili. Sasa tuko na mwili, sasa tunataka huyo kijana achiliwe naye atuambiwe anaua na kina nani. So ni utofu hapa ni uko chini sana. Actually I don't know, security iko chini and it's only a few meters from the police station. The only thing this police know ni kuokota pesa ya pombe, kuharas vijana usiku, kushika vijana wa bangi. Hizo vitu ndio wanajua tu, lakini hawajui haki ya raia. Na juzi walitutolea OCS kusema ati ameshirikiana na Richard. Sasa hiyo wametuletea OCS mwingine mwenye hata hatusikizi. Mimi mwenyewe nimemwambia asikize vijana na ongea na vijana. Badala ya kuongea na vijana amerusha tear gas. Tufanye nini? Tufanye nini? Utovu wa usalama hapa katika eneo la Elbagon umekuwa ukikisiwa kuwa chini sana na umepanda sana. Hapa kuna ajira. Ajira ndio shida. Forest zilifungwa. Mashamba ndio hiyo wamechukua wote, vijana waezi enda kulima huko. So vijana wafanye nini? All these boys you can see here, wote unaona hapa hawana ajira. Tufanye nini? Naam. Labda nizungumze na mwingine. Wewe utasema vipi kuhusiana na usalama wa eneo la Elbagon? Elbagon usalama iko chini sana. Ya pili, vijana hawana kazi. Unaona, vijana hawana kazi. Vijana wako idle, wanalia. Unapata kazi ikipatikana unashindwa utapea nani, na ulikuwa maybe unahitaji mtu mmoja, wanakuja wakiwa wamejaa kabisa, wakiwa wengi sana. Serikali ituangalilie mambo ya vijana, na pia maafisa wetu wa polisi ni vizuri saa zingine kusikiza, juu hatungekuwa tumefika hapa, raia hawangekuwa amefika hapa. Shukran. Hivyo basi elewa kwamba sauti ambazo unazisikia nyuma yangu ni za vitoa machozi ambazo wale ambao ni maafisa wa polisi na wabidi waweze kutoa ili kuweza kuwatawanya wale ambao ni waandamanaji. Eleke kwamba wengi wamesema kwamba usalama katika eneo la Elbagon hapa katika eneo bunge la Molo umekuwepo tu, ikieleka kwamba vijana wengi hapa hawana ajira. Hivyo basi tumeweza kuona tu visa vingi vya mauaji vikiweza kutokea katika eneo la Elbagon. Hivyo basi wengi
wengi unawakisiwa kwamba maafisa wa polisi wameweza kutekeleza majukumu yao ya kuweza kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo la Elbagon wanapata usalama. Hivyo basi ni swala ambalo tunazidi kufuatilia, na kwa umbali kidogo, iwapo tutapata nafasi hapa, tafadhali tutaona kile ambacho kinajiri, na ni maafisa ambao bado wanazidi kurusha vitoa machozi ili kuweza kuwatawanya. Kwa sasa hali ni shwari kidogo. Labda mtuweze tu kutupa nafasi hapo. Hali ni shwari kidogo, na tunaona kwamba watu ama wale ambao ni waandamanaji wanazidi kutawanyika, lakini ni swala ambalo tutazidi kufuatilia kwa umbali. Leo kwamba yule ambaye ni kijana ambaye anakisiwa kuuawa aliweza kupatikana, ama mwili wake uliweza kupatikana ukiwa umetupwa kwenye mto, ni swala ambalo bado nazidi kulivalia njuga. Leo kwamba tutakuwa tukifuatilia swala hili kwa undani zaidi, lakini kwa sasa turuhusu tujue ni kipi ambacho kinajiri hapa katika eneo la Elbagon kutoka eneo bunge la Molo. Kutoka kwangu sina la ziada, chukua usukani. Jina langu ni Chichi Josephine.